Wabarakatuh. Kwa jina naitwa Mr. Ibrahim Omar Juma, ni mwanafunzi kutoka University of Zanzibar SUZA. Kama ninavyojua kwamba wanafunzi wengi sana wanakabiliwa na changamoto ya vifaa vya kujifunzia haswa katika ulimwengu wa sayansi na teknolojia, lakini kupitia programu hii ya kuandaa ubunifu au mchango wa wanafunzi namna gani ya kusolve hili tatizo, nimekuja na mawazo au nimekuja na njia mbadala ambayo tutakayoitumia kwa ajili ya kuondosha hili tatizo. Katika kuwasilisha ile project yangu kule nilielezea vitu vingi sana, lakini hii pia ndio imekuwa ni kama demo account yangu, na kwa bahati mbaya hii demo account yangu sijafanikiwa kuitia au kuitengeneza officially kwamba iwe katika Chrome kule watu hawako na search nini. Ipo katika application maalum ambayo nimeiandaa kwa ajili ya kuwasilisha. Hii nimetumia application inaitwa TrabEdit. Kwa hiyo kama ilivyo kodi zangu hizi hapa nimezitumia, ndo hivi. Kwa hiyo tunaingia ndani katika mfumo tuone namna gani inavyofanya kazi. Katika mfumo wa ndani kama ilivyo inavyosomeka elimu kiganjani, lakini katika hatua ya mwanzo tunaona notes. Kwa hiyo katika application yetu kutakuwa kuna notes za form 1, form 2, form 3, form 4 pamoja na form 5 na form 6. Hizi zitamsaidia mwanafunzi kukaa tu nyumbani na kujisomea. Kama ilivyo kwamba wanafunzi wengi sana wanapenda kukaa na simu kuliko hata mabuku. Kwa hiyo hii itakuwa ni evolution of education system kwa wanafunzi, hasa katika mbinu za kusoma, kwamba wanaweza kukaa na simu zao pia wakaanza kujisomea. Mfano labda tunaingia katika notes za kidato cha kwanza. Kama ilivyo tunaona topic ya mwanzo ecosystem and environment. Hii tukumbuke kwamba hii ni demo account, kwa hiyo sijaandaa vitu vingi sana, nimetia kama ni mfano tu kwa kuonesha namna gani hii application yangu ambayo nimeandaa inaweza kufanya kazi. Lakini katika hatua ya pili tuna past paper. Hizi past paper zitamfanya mwanafunzi akae tu nyumbani aweze kujisolvia au aweze kuangalia namna gani maswali jinsi gani yanavyojibiwa. Na katika hatua kubwa ambayo nataka niendeleze zaidi hapa, nataka kutengeneza pia na skimu ya hizi past paper au ripoti za wanafunzi ambao wamefanya vizuri, ili mradi mwanafunzi akikaa ana solve paper yake na anaangalia namna kujibu haya maswali. Lakini hii manake ni hatua zaidi ya mbeleni. Hapa tuna paper za biology 2024 form 4, tuna basic mathematics, general study form 6 na civics ambao ni form 2. Kwa hiyo mwanafunzi anaweza akadownload hapa katika PDF akawa na angalia. Lakini hatua pendwa zaidi kwa wanafunzi siku hizi tunapenda sana AI assistance au AI tools. Kwa hiyo katika application yangu mimi hii nimeandaa AI assistance au kwa jina lingine tunamuita mwalimu AI. Huyu special yake tumemseti kwa ajili ya kuuliza maswali ya kielimu tu. Kwa hiyo hata kama una maswali yako ya nje ya maisha huko nje, ukimuuliza hawezi kukujibu. For example, ninamuuliza labda maswali ya kinini. Naweza kumuuliza maswala ya mfano what is house, anakujibu hivi kwamba I can help you with a science and environmental topics. Could you please rephrase your academic question? So huyu tumemseti only kwamba awe anajibu academic question na sio maswali mengine. It is very important tools. Hapa tumefanikiwa sana kumuandaa huyu assistant ambaye anaweza kajibu maswali ya kielimu tu, kwa sababu kama unavyojua wanafunzi watu wanaweza kasaki mambo mengi sana. Kwa hiyo ili kuwaseti kwamba akili yao saikolojia kuipeleka katika elimu, huyu assistant awe anadili na elimu tu, yani awe kama ni mwalimu ambao tumemni. Lakini pia hatua ambayo tumefanikiwa zaidi, tumeandaa some video ambazo ni za lecture. Kwa hiyo mwanafunzi anaweza kaingia huku katika mfumo akawa anaangalia video
kuhusiana na somo fulani. For example, hapa tuna yani somo la physics, mada ya Newton law of emotion. Hii ina dakika kama 15. Kwa hiyo mwanafunzi anaweza akaingia akatazama video akaangalia. Lakini pia huku kuna geography, human impact on the environment. Mwanafunzi anaweza akaingia akajua namna gani ya hii environment manake au human impact wana distract ile environment. Kwa hiyo haya yote ni mafanikio ambayo tumefanikiwa sana kuandaa. Lakini hatua ya mwisho tuna games. Hapa wanafunzi wengi sana wanapenda sana kucheza games, hasa za academic. Kwa hii hatua ni muhimu sana kwa sababu hatua ya kwanza ita promoting ile IQ of the student, kwamba wanafunzi ataongezeka ile IQ yake, pia atakuwa ni critically thinker, kwa sababu every time atakumbuka, kwa sababu maswali haya au games hii only tumeandaa question almost 1000 kwa ajili ya academic question. Notes zetu ambazo tumeziandaa ndizo ambazo tumetengezea games ambazo mwanafunzi anaulizwa maswali kupitia zile notes na atajibu. Hii itamfanya awe ana remember na kumbuka vitu vingi sana kuhusiana na mada husika ambayo anaifanyia kazi. Mfano labda tujaleo hapa tumeulizwa swali iwapo mimi najibu hapa, ananiambia ni correct. Kwa hiyo hapa mwanafunzi anapata ile kufanya encouragement, maana mwanafunzi anakuwa kiakili, ubongo wake unakuwa unakumbuka mambo mengi sana. Kwa hiyo kifupi, mpaka tulipofikia hatua hii, na jambo muhimu sana ambalo tumelitumia lugha. Tumetumia lugha ya Kiingereza na tumetumia lugha ya Kiswahili. Lugha ya Kiswahili tumeitumia ni kama maana yake ni lugha yetu mama kwa wanafunzi wengi, lakini pia kuna vitu vingine lazima vitumie lugha ya Kiingereza. Mfano labda tumetumia past paper zipo kwa ajili ya lugha ya Kiingereza. Almost labda past paper za Kiswahili labda zitakuja kwa lugha ya Kiswahili, lakini past paper za basic mathematics, general study, biology zote ziko katika mfumo wa Kiingereza. Pia assistance huyu hapa AI pia naye anatumia Kiingereza, tuna notes za Kiingereza, lakini manake ile mother language ya mfumo wetu tumeweka mfumo wa Kiswahili. Tukumbuke kwamba project yetu inaitwa Elimu Kiganjani. Hii imeandaliwa nami by Ibrahim Omari Juma. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asubuhi njema.